Karibu sana mtazamaji kunako habari za siasa. Mjumuiko wa habari hizo tuziangazie kwa kina. Leo nitakuhabarisha kwamba Mange bwana ametoboa siri baada ya tume ya uchunguzi ya matukio Oktoba 29 kukumbwa na tuhuma hizi nzito kabisa ambazo tutakwenda kuzifahamu kwa pamoja. Hivyo usiache kusubscribe, kushare, kulike na kunisikiliza mpaka tamati. Tume ya uchunguzi kuhusu matukio ya Oktoba 29 ambayo inasimamiwa na Jaji Chande imekumbwa na tuhuma nzito kutoka kwa makundi mbalimbali ya kijamii. Matukio haya yalishuhudia vurugu na mapigano yameendelea kuchochea mjadala mzito nchini Tanzania, na tume hiyo ambayo ilianzishwa na Rais Samia Suluhu Hassan imekuwa ikikosolewa kila siku vikali kabisa kwa muundo wake na mchakato wa uteuzi wa wanachama wake, jambo ambalo pia limesababisha kuibuka kwa vikundi vitatu vyenye mitazamo tofauti kuhusu kazi ya tume hiyo. Kundi la kwanza mtazamaji ni lile ambalo linapinga tume hiyo kwa kusema kuwa muundo wake haukufanywa kwa njia huru na kwamba baadhi ya majina yaliyoteuliwa kutumikia tume hiyo ni yenye upendeleo. Lakini kundi hili linadai kwamba hata matokeo ya tume pia yanaweza kuwa na upendeleo, na linatoa wito kwa Watanzania kutokuwa na imani na ripoti yoyote itakayojitokeza kutoka kwa tume hiyo. Kundi la pili mtazamaji linapinga uundwaji wa tume ya Jaji Chande kwa kusema kwamba badala ya tume hii ingeundwa tume ya uchunguzi kutoka nje au tume ya kijaji ambayo ingeweza kutoa uchambuzi huru na kipevu zaidi. Hii ni kauli ambayo inaungwa mkono na baadhi ya wanasiasa na wanaharakati ambao wanahisi kuwa kuna udhaifu katika mchakato wa uteuzi wa tume ya Chande. Hata hivyo, kundi la tatu linalojitokeza mtazamaji linapinga tuhuma dhidi ya tume na linapendekeza kuwa tume hiyo inapaswa kuungwa mkono bila kuhojiwa, ikidhaniwa kuwa inaweza kufanya kazi kwa usahihi. Lakini hata kabla ya ripoti kutolewa, kundi hili linapinga picha ya tume kuwa imejizatiti na itatoa ripoti inayokubalika. Lakini kama ilivyo katika hali nyingi za kijamii, kundi hili linapewa lawama kwa kufanya kazi ya kuichafua tume kabla ya ripoti kutolewa. Askofu Benson Bangoza wa kanisa la KKT Diocese ya Karagwe, ambaye amekosoa vikali kundi hili la tatu, anadai kuwa ni makundi kama haya ambayo yanaichafua tume kabla ya ripoti kuonekana. Yeye anasema kuwa haya makundi yamekuwa yakifanya kazi ya kuhalalisha uamuzi wa tume bila kuzingatia haki ya kila Mtanzania kujua ukweli wa matukio yaliyotokea. Akisema kuwa tume ya Chande ina uwezo wa kujichafua peke yake, Askofu Bangoza anaomba wananchi basi wasaidie katika kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kuacha kuichafua tume kwa nia ya kisiasa. Kwa upande wa Mange na wanaharakati wengineo, wao ni kama kundi la 4 wakiendelea kupinga vikali kwa uwepo wa tume hiyo kutokana na kila siku kubadilisha muda wa uchunguzi. Baada ya hayo yote, wako wadau ambao wamemvaa vikali Mange na wenzake kwa kudai kuwa wana lengo baya la kuendelea kuchochea vurugu na chuki kwa jamii ya Kitanzania ili kuwagombanisha wananchi na serikali yao. Kwa sasa ni vyema sana tuiamini tume ya uchunguzi kwa kuendelea kuipa muda wa uchunguzi mpaka pale ambapo itapotoa ripoti kamili na kuleta ripoti sahihi. Kupinga ni kama kuendelea kudharau kile ambacho serikali imekiweka na ina utovu wa nidhamu pia. Tusiwasikilize hawa wanaharakati wenye lengo baya kwa taifa letu la Tanzania. Kwa sasa tunatakiwa kuunga mkono na kuungana kama Watanzania kumwombea rais wetu katika kipindi hiki kigumu cha kuendelea kusubiri ripoti kamili ya tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29. Hadi sasa tume bado haijatoa ripoti yake rasmi, lakini mjadala huu umeibua maswali kuhusu ukweli na uadilifu wa uundwaji wa tume za uchunguzi katika nchi yetu. Wakati baadhi ya watu wanadai haki, wengine wanadai kuwa tume ya Chande inaweza kutoa ripoti
kubalika na yenye ukweli, lakini pia jamii inahitaji kujua ni kwa vigezo gani watu wangeweza kujua kama ripoti hiyo itakuwa huru na imetokana na uchunguzi wa kina. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia kwa karibu mchakato huo uchunguzi na kuona ni vipi tume ya Jaji Chande itakavyoweza kukabiliana na tuhuma hizi nzito kabisa na kutoa ripoti inayoridhisha kwa Watanzania wote. Tutaendelea kukupa ripoti kamili mtazamaji, kile ambacho kitaendelea kujiri. Usiache kufuatilia Biomedia kila wakati.